Asifiwe. Mimi bwana, kwanza nikushukuru ndugu yangu Kafiti. Unajua tumetoka mbali sana, miaka mingi tumekutana kwenye harakati. Mimi nakufahamu vizuri namna ambavyo unaipenda Mwanza, unaipenda Ilemela, miaka zaidi ya 20, 25 ilikuwa ndoto yako. Na niwaambie vijana, unajua kila mtu ambaye unamuona amefika sehemu anakuwa na ndoto, lakini na kuweka jitihada, hasa kwa hawa vijana ambao tayari wametengenezewa hii platform ambao umewatengenezea. Umefanya jambo kubwa sana, kubwa, na ikiwezekana wananchi walioko hapa wakupigia makofi matatu. Nitaambia ni kwa nini. Mzalamu Mbwiga Bweguke, nafikiri mnamfahamu, nafanya naye kazi Clouds hapa. Ana msemo wake mmoja, anasema kwamba akikupeleka baharini anakupa nyavu. Yaani anakupa nyavu, ina maana wewe jukumu lako ni kufanya nini? Kuvua uweze kupata samaki. Kwa hiyo ulichokifanya mkuu, mheshimiwa, kuandaa mashindano sio jambo dogo. Mimi ni mzoefu wa mambo, najua jinsi ambavyo kuandaa shindano lilivyokuwa jambo si dogo. Umefanya jambo kubwa la kizalendo, kwanza kwa ajili ya kama ulivyosema, ya kuwapa nafasi vijana, lakini pia na wananchi wa jimbo la Ilemela, wilaya ya Ilemela na Mwanza kwa ujumla, kwa sababu mpira wa miguu unapokuwa unafanyika unavuta watu kutoka maeneo tofauti. Kwa hiyo ni jambo ambalo linakwenda kuleta furaha kwa wana Mwanza kwa ujumla wake. Mimi nikupongeza kwa mara nyingine tena. Sasa basi, narudi kwa wale walengwa ambao wametengenezewa hii platform, kwa maana ya wachezaji wale ambao wanakwenda kucheza. Mheshimiwa mbunge yeye amemaliza jukumu lake, hawezi kwenda uwanjani kucheza na hana uwezo tena wa kukuchukua na kukupeleka sehemu nyingine. Yeye jukumu lake kubwa ilikuwa ni kutengeneza mazingira ili wewe uje uonyeshe ulichokuwa nacho, na kwa kutumia mahusiano yake pamoja na wadau ambao yeye anafanya nao kazi, tukiwepo sisi. Ndio maana tuko hapa, katuleta hapa ili sisi tuweze kufanya kazi yetu ya kuwaona na kuwasaidia kuwa market na kuwatafutia fursa zingine baada ya kuwa nyewe mmefanya nini, mmejituma. Sisi kazi tutaifanya. Bahati nzuri una viongozi wazuri sana hapa, weledi, viongozi wa chama cha mpira. Ndugu yangu Almasi ni mzoefu kweli kweli. Sisi tumeshafanya ndondo hapa, Almasi anasimamia. Mwenyekiti tushafanya nao sana kazi hawa. Kwa hiyo ni viongozi makini ambao wanauelewa na weledi wa hali ya juu. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya ni kuja kuwaangalia hao vijana ambao watakuwa wameonyesha nia ya kutaka kweli, kwa sababu pamoja na kwamba sisi tuna scout, kijana kishakuwa na kipaji haitoshelezi kumpeleka kwenye mipaka ya kufika huko mbali zaidi. Yeye mwenyewe kuwa tayari kuonyesha kuanzia hapa, alafu hizo fursa zingine zinafuata. Kwa hiyo nitakuwepo kwa kushirikiana na wenzangu. Bahati nzuri sisi tunafanya kazi kwa kushirikiana. Hapa wapo Mweta nafikiri mamjua akademi yake, wale jamaa wa Busweru, wapo JK Pro hapa. Hao wote ni wadau wetu ambao tayari wana miundombinu ipo hapa, lakini na sisi kazi yetu kubwa ni kuwa market na kuwatafutia fursa. Hilo ndio jukumu letu, na hiyo kazi tutaifanya kwa sababu ni kazi ambayo tunaifanya na tunaimudu. Hatuji kuanza hapa, tunakuja kuendeleza kile ambacho tayari tushakifanya, kwa sababu ukiwaambia kwamba unaweza nimesikia hapa mdau wa media yeye ndio tutake kuona vijana wanakwenda nje. Sisi tumefanya hivyo kwa vijana wengi wa Tanzania ambao nyewe mnajua leo hiyo wanacheza timu za taifa. Ndio kina Nova, kina Kachwele, kina Alphonse, unaisaidia Messi.
Saidi mtoto wa Mwanza hapa. Hamisi ni Ilemela? Saidi Junior. Ilemela, Saidi Hamisi Junior. Basi ndo mfano kabisa ndo kumzungumzia huyo. Alikuwa hapa Mbao, hapa uwanja huu. Si ndio bwana? Ndio. Nikampeleka Abu Dhabi. Kacheza, kaenda Europe, Serbia, yuko zake Iraki huko. Top kabisa. Ametoka Ilemela. Na hiyo kazi nimeifanya mie. Umeelewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana, lakini lazima muwe na jitihada kama alizokuwa nazo nani? Saidi sio tu kwamba kashikwa. Na yeye pia alikuwa anaweka nini? Jitihada na juhudi. Kwa hiyo mimi mheshimiwa, nikupongeze kwa maana tena kwa sababu sio tu unaandaa mashindano ya kafiti, lakini pia unafanya jambo ambalo ni la msingi kwa ajili ya kusaidia kuongeza ajira kwa vijana. Vijana wengi sana wana vipaji, lakini wakati mwingine wanakosa sehemu sahihi ya kuonyesha vipaji vyao, na wanakosa wadau wa kuwashika mkono na kuwasogeza mbele. Kwa hiyo mkiwepo wadau kama nyie, mnawekeza kwa kiasi kikubwa, inakuwa ni jambo kubwa sana kwa ajili ya kusaidia vijana, na sisi tutakuunga mkono, na naamini waandishi wa habari wenzangu wamekuwa ni watu ambao wanafanya kazi kubwa. Mimi Mwanza nawajua wote hao, ni watu ambao naamini watalifuatilia ile shindano kuhakikisha wanafanya coverage, wanapeleka mbali zaidi na kuwapromote hao vijana ili waweze kuonekana kwenye mipaka ya nje ya mkoa wetu wa Mwanza. Baadaye machache mimi nitakuwepo, sio leo tu. Nitakuwa na vijana wangu ambao watakuwa on ground wakiwa wanafuatilia, na tutajitahidi Mwenyezi Mungu akitujalia tuweze kuwashika mkono vijana ambao watakuwa wamepata nafasi. Na nakumbuka kwenye mazungumzo yetu tunazungumza vijana 10. Sahihi. Umeelewa? Hiyo ndio hasa ndio lengo. Na hatuwezi tukasema kwamba kwa sababu nataka vijana 10 lazima iwe 10. Wanaweza kawa wawili kwa sababu ndio wamekidhi vigezo. Au nimemsikia mdau anasema 15. Wanaweza kawa 20 kama wakitokea wengi zaidi wameonyesha kwamba vigezo vinawabeba na wanastahili kupelekwa mbele. Hata 30, hatuna limit. Kocha muhimu ni vijana ambao wanapata nafasi ya kucheza, waonyeshe walichokuwa nacho. Na naamini baada ya kama ulivyosema ile ndoto yako ya kuona labda miaka 5 mbele huko kuna timu inatokea kwenye hili eneo wilaya ya Ilemela katika ligi kuu, hawa ndio watakuwa hasa watakao lifanikisha hilo eneo. Kwa mimi nikushukuru kwa mara nyingine tena, niwashukuru wananchi wa wilaya ya Ilemela, na niwaombe kwa pamoja tushikamane kama ambavyo Mheshimiwa Mbunge amesisitiza, na hili jambo litafanikiwa bila shaka, na Mwenyezi Mungu atuweka na naamini atatuweka salama mpaka siku ya fainali, tuje tushuhudie kilele mashindano haya na kufanikiwa kwa vizazi. Asante sana.